Asante sana, na pia niwapongeze tu kwa ushirikiano wenu mzuri kupitia kituo hiki cha NLC Tunduma. Mmekuwa mkituhabarisha mambo mengi sana kwenye mji wetu wa Tunduma, na kwa kweli tunajisikia fahari. Lakini leo nimewaona moja kwa moja kwenye kituo chenu hiki. Asante sana. Basi nianze kwanza kabisa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeruhusu leo niwe hai, lakini hatimaye amenipa afya njema iliyonipelekea leo nije kwenye kituo chenu. Lakini namshukuru Mungu pia kuwakuta mkiwa mna nyuso za furaha kabisa, mkiwa mko tayari kuwatumikia wananchi wa mji wa Tunduma na pembezoni mwa mji huu na mkoa mzima wa Songwe. Tunaogopa maana wenye mji mkiwa mmechangamka mnafanya kazi, alafu sisi tukana nini? Si mnaweza kutufukuza kwenye mji wenu? Hapana. Hatuwezi kuwafukuza kwa kuwa tunawakwamisha. Na kwa kuwa hii ni taaluma yenu na mmeamua kuifanya kwa maadili ya kimungu, sisi kwetu tunaona fahari sana. Asante sana mheshimiwa. Lakini bila kupoteza muda, nina imani kabisa kwamba wasikilizaji wa mji wa Tunduma maeneo mbalimbali walioko kwenye bajaji, pikipiki, madukani, majumbani wamekaa attention kabisa kwa ajili ya kusikiliza kipindi kilichopo mbele yao hapa. Mimi kama nilivyojitambulisha majina yangu, lakini nimekuja hapa nina mambo matatu tu. Jambo la kwanza kabisa, namshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa kwa namna ambavyo ameweza kulifanya taifa hili kweli linalelewa na mama. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwa kipindi hiki ambacho aliweza kupokea kijiti kwa mtangulizi wake mzee wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Ninatoa shukrani hizi kwa namna ambavyo nimeweza kupokea fedha nyingi sana kwenye mji wa Tunduma, hususan kwenye kata ya Uwanjani, kuhakikisha miundombinu ya elimu inatekelezeka, lakini barabara, maji na afya. Kwa hilo mimi nasema Mheshimiwa Rais kwa kweli ametutendea haki wana wa Tunduma. Lakini kwa nini namshukuru Mheshimiwa Rais? Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu kata ya Uwanjani, kwanza mimi nimekuwa diwani toka 2015 kwenye kata ya Uwanjani. Lakini toka nilipoingia tena kwa awamu ya pili 2020 kuna mambo mengi sana yaliyofanyika kwenye kata ya Uwanjani. Jambo la kwanza kabisa, tumekuwa na ujenzi wa sekondari ya Uwanjani ambayo kila mtu nafikiri anaposhuka kuelekea mjini ana safari ya kwenda Mbeya ataiona tumeiweka barabarani kwa sababu maalum. Sio kwamba ndio palikuwa na nafasi. Sababu maalum kwa sababu kuna baadhi ya watu wanajifanya hawaoni wakati wanaona. Sawa. Lile dude limekaa pale ni ujumbe kwa watu, lakini waweze kujifunza kwamba yanawezekana kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan. Okay. Na yazungumza haya, mmeona tumefanya ujenzi wa jengo la gorofa, na kwa mji wa Tunduma basi ndo kata pekee iliyo na jengo la gorofa kwa shule ya kata. Sekondari ya kata basi utafika Uwanjani. Ingawaje tunazo gorofa karibia 4 kwenye mji wetu wa Tunduma. Tuna gorofa iko pale Sogea kwa rafiki yangu Bwana Julius Mwavirenga. Tuna gorofa iko Kokoto kwa Mheshimiwa Jimmy Mtawa. Lakini tuna gorofa iko kata ya Chiwezi kwa rafiki yangu Francis Kanyika. Lakini kwa nini naizungumzia Uwanjani? Kwa sababu ni sekondari ya kata. Sogea na Mpemba ni shule za msingi za gorofa. Lakini Chiwezi ni gorofa ambayo ile ni shule ya kitaifa. Kwa hiyo ile ni special. Kwa tafsiri hiyo ndio ile ya Dr. Samia. Naam. Kwa hiyo nayasema haya kwa sababu tu ya namna ambavyo mji wetu ulivyokaa. Kwa sisi
tumepata fedha ambazo fedha zile zilituongoza kwanza kwa ujenzi wa kujenga madarasa 8 na matundu ya vyoo 20, kujenga jengo la utawala, jengo la ICT kwa maana kompyuta, kujenga maabara 3 na jengo la maktaba. Na tulipokea hiyo milioni 470 kwa ajili ya kufanya hiyo shughuli kwa awamu ya kwanza, lakini kwenye hesabu ilikuwa tuletewe milioni 600. Kwa hiyo tukawa tunasubiri tumaliziwe milioni 130, ambayo awamu ya pili tumepokea milioni 100 kwa ajili ya ujenzi nyumba ya walimu 2-in-1, nayo imekamilika na walimu wako pale wanaendelea kuitumia. Kwa hiyo hilo limenipelekea sana kumshukuru Mheshimiwa Rais. Lakini kwa ujumla wake lile gorofa unapoliona pale na yale majengo haya niliyoyataja, zimetumika shilingi bilioni 1 na milioni 786,415,864 na senti 36. Wow, jamani hela hizo. Hela. Mheshimiwa tena tuone. Bilioni 1 milioni 786 415,864 na senti 36. Jamani mpaka senti. Inatajwa. Safi sana. Safi sana. Kwa hiyo mpaka hapo ilipofikia kwa maana ya madarasa hayo 12 kutoka 8 madarasa 12 na hayo majengo mengine niliyokuelezeni. Okay. Lakini ukifika pale utaona maabara tulizonazo pale, tuna maabara 3. Lile jengo tu namna lilivyojengwa. Okay. Hatujatumia hizi tiles. Pale tumetumia tarazo. Tarazo ni jiwe fulani, zinakuja kokoto ambazo zinachanganywa hatimaye kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli ni mkataba. Hakuna cha kusema hapa imepasuka, hapa sio inaufa. Kwa ukifika pale kwa mkoa mzima wa Songwe, nafikiri watu wakitaka kujiridhisha basi wafike kata Uwanjani, wataona jengo hilo ambalo na sasa linaendelea kufanya kazi. Okay. Lakini si haba tu, kutoka madarasa 12 kuna madarasa ambayo tulianza nayo kabla ya hilo gorofa. Tuna vyumba vya madarasa 9 na ofisi 2 ambavyo kosti yake tulitumia milioni 190 na laki 5, yale majengo ya kawaida. Okay. Tulipewa fedha za Mama Samia zile za COVID kujenga madarasa 4 milioni 80 na tulifanikisha. Lakini tulipewa fedha za IPFOALA milioni 40 kujenga madarasa 2. Tulikuwa na michango ya wananchi tulipokuwa tumeanza mwanzo kabisa, ambayo tulimuomba kila mwananchi achangie shilingi 5,500. Baadaye serikali ilivyoona jitihada tulizozifanya pale, basi ikatupa hiyo fedha milioni 40. Lakini mwisho kabisa tukapewa tena mapato ya ndani milioni 50, ambayo sasa kwa ujumla wake tukawa tumepata madarasa 9 na ofisi 2. Okay. Huo ndio ulikuwa mwanzo wetu huo sasa. Yale ni ya kawaida. Okay. Basi Mheshimiwa Rais aliona hayo kupitia hoja Mheshimiwa mbunge, ndipo tukapata hizo fedha milioni 470. Lakini maelekezo ya ile fedha ilikuwa tujenge madarasa ya kawaida. Sasa halmashauri ya mji wa Tunduma nafikiri mnaielewa namna ambavyo madiwani wa halmashauri ya mji wa Tunduma, tuko madiwani 20 tukisimamiwa na mwenyekiti wa chama Sylvester Lwila, akiwa na mratibu wake mkuu Sukuru Kataba ari maarufu Putin. Yani mambo yanayofanyika pale ni mazito mzee. Kwa nikapeleka hoja kwa madiwani wenzangu kuwaomba kwamba kwa nature mji wa Tunduma na namna eneo lilivyo pale, na waombeni sana tupige kitu kwa kwenda juu. Na kwa kuwa inawezekana, basi tukabadili matumizi ya kujenga madarasa ya kawaida, na hatimaye tukaandika barua ya kuomba, tukapata kibali TAMISEMI kuanza ujenzi wa lile gorofa, na mpaka hapo lilipofika. Hongereni sana. Naam, kwa hiyo kwenye kata ya Uwanjani kwenye mradi huo mmoja tu cost yake ni hiyo. Lakini tuna mradi mwingine wa maji kwenye kata ya Uwanjani. Tumejenga tanki zuri kabisa la kisasa lenye ujazo wa lita 500, liko pale Uwanjani, limeandikwa RUWASA. Maji kama yote sasa hivi, kila aliyeingiza maji ndani masaa 24 maji yanatoka. Hapo mheshimiwa,
Kweli nani liko vizuri sana, tenki linapendeza kama unavyosema, na kwa uhakikisho zaidi kwamba maji kama yote hii imeanza lini pengine uhakika wa maji kuwepo pale 24 hours? Nafikiri wakati tunaanza tulikuwa na changamoto ya vile visima kutokuwa na nguvu ya kuweza kupata maji mengi sana, kwa hiyo yalikuwa yanatoka kwa awamu. Lakini baada ya maboresho haya sasa hivi wananchi wananisikia ninachokizungumza. Walioingiza maji kwenye kata ya Uwanjani kupitia lile tanki, masaa 24 maji yanatoka mpaka sasa hivi ninavyozungumza. Najua niko hewani na wananchi wangu wananisikia hapa. Watatuambia. Watazungumza. Kwa maji yanatoka, na tunamshukuru Mungu sana Mheshimiwa Rais kwa sababu maji haya gharama yake uniti moja ni ndoo 50 ambazo ni shilingi 1,800 kwa bei ya serikali sasa, kwa maana ya mamlaka ya maji. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana, haya mabadiliko makubwa yaliyoweza kufanyika, na gharama ya lile tanki mpaka lilipofikia pale na ule usambazaji wa vile vituo ambavyo viligawanyika kwenye kata 3, jumla yake ilikosti bilioni 1 na milioni 40. Huu ni mradi wa pili, lakini mradi wa 3 ni mradi wa barabara. Najua kabisa kwenye mji wa Tunduma barabara ya transformer kwenda Sogea kimekuwa kama donda ndugu. Lakini limepata tiba kwa kipande cha mita 950 kutoka transformer mpaka pale chini ninapopakana na Mheshimiwa Diwani. Naam. Pale sasa hivi hatua tuliofikia ni nzuri kabisa. Wameshamwaga ile lami ya mwanzo kabisa, ile ya kuzuia vumbi la chini lisipande juu. Yale ni maandalizi sasa ya kuipokea lami. Kwa hawawezi kuanza sasa hivi lami, wanaendelea na ratiba ya mitalo. Wakishaikamilisha wanamwaga lami. Hicho kipande hicho kitakuwa kimekwisha kukamilika sasa hivi. Kwa hiyo tuna imani mambo yanakwenda barabara kabisa. Mheshimiwa Diwani, pengine ni kwa sababu ya ukali wako au wewe unatumia kitu gani? Kwa nini eneo lako sasa linapitika, lakini pale unapopasema kwenda kule ndio maana watu wanasema barabara yote kutoka Sogea mpaka transformer haipitiki? Kwa sababu kuanzia pale unapopasema kuja huku kwako inapitika kweli, lakini kule kama unavyojua kuna shida gani? Pengine kama mnafahamu kwa kuwa ni jirani diwani pale na mnaelewa pengine mikataba ambayo nyinyi mko kwenye halmashauri kule baraza la madiwani. Naam. Ni kandarasi mwingine ama ni kitu gani? Naam, nikushukuru sana. Pale vile vipande vimegawanyika na wakandarasi wawili. Sasa kile kipande cha kwenda kule chini ni mkandarasi mwingine ambaye kulikuwa na changamoto ndogo ndogo ambazo zilipelekea asiendelee na kazi, lakini nina imani zoezi linakwenda kuanza hivi karibuni kuhakikisha sasa tunafanya muunganiko wa kutoka transformer mpaka Sogea na barabara yote inakwenda kuanza kutengenezwa kwa mazingira ambayo sasa yatafanana kutoka huku juu mpaka kule chini. Kwa hiyo nayazungumza haya kwa sababu nipo kwenye mji wa Tunduma na ninafahamu kinachoendelea. Kwa kile kipande nacho kinakwenda kushughulikiwa hivi karibuni kwa sababu nimeshapewa hizo taarifa. Na hata Mheshimiwa Diwani mwenzangu wa eneo lile Bwana Yusufu Moto Kamwana wa Nkubiro analitambua kwamba si muda mrefu shughuli inakwenda kufanyika kwenye kile kipande kilichobaki. Sawa, tuwe radhi kwamba tunakuvusha kwenye eneo lingine la kiutawala, lakini hivi karibuni kulitokea mafuriko makubwa kama ulipata kuona makushuhudiwa. Moja sababu ilikuwa ni hiyo barabara kutokuwa na mitaro ya kutosha na hata kuamua kwenda kwenye makazi ya watu na kusababisha karaha kama hiyo. Kwa hiyo kama kwenye vikao vyenu na kwenye mazungumzo ya kawaida kuna namna ambavyo pengine hii barabara ikaharakishwa mheshimiwa ili kuondoa kero hii. Tunajua matarajio ni makubwa lakini pia nia ya serikali ni nzuri, lakini watu wanasema haki iliyocheleweshwa wanasema pia ni si haki ingawa unakuja kuipata mwishoni. Pengine tuombe sasa kwa niaba ya wana Tunduma na wana eneo hili la kata hiyo ambayo wanategemea barabara, kama kuna namna, kuna kila sababu ya kuiharakisha. Kama kuna barabara za vipaumbele ama kuna mambo ya vipaumbele, ni miongoni mwa hiyo barabara mheshimiwa. Naam, ni kweli kabisa, na ndio kwa maana nimezungumza wazi hapa kwamba kadhia waliokutana nayo wananchi wa mji wa Tunduma
si tu wakazi wa eneo lile, kwa sababu hii Tunduma yetu tunaifahamu. Hizi barabara zote zinatumika na watu wa mji wote wa Tunduma. Na hili tumeliona na tumeshakwisha kufanya mawasiliano na wahusika, meneja wa TARURA kwenye wilaya yetu ya Momba, na ameshafanya mawasiliano na ule bwana, na majuzi amenihakikishia zoezi linakwenda kufanyika ili tuweze kuepusha hizi kadhia wanazokutana nazo wananchi wetu kwenye mji wa Tunduma. Ni barabara moja muhimu sana kwenye mji wetu wa Tunduma ambayo itatupunguzia hizi foleni wakati mwingine ambazo hazina sababu ya msingi sana. Asante sana. Naam. Kwa hiyo nilikuwa ninazungumzia sasa miradi mitatu tu hiyo ambayo jumla yake sasa hiyo miradi kwenye kata yangu ya Uwanjani zimetumika ni bilioni 3,966,000. Mradi wa maji, sekondari pamoja na barabara. Hiyo ndo fedha ambayo mpaka barabara watakapokabidhi basi hesabu yetu iko hivyo kwenye kata Uwanjani. Hapo sijagusa kabisa kwenye shule za msingi. Yani sijagusa kwa sababu yani hata jina ambalo mmenibatiza kwamba ni mzee wa mabii wala hamjakosea. Mahela yamemwagika sana kwenye kata yangu. Lakini hii yote baada ya kuyasema haya yote, kwa kweli nimshukuru sana mbunge wetu David Ernest Silinde. Hakika ni mbunge wa mfano. Yani hata haya mawe yanayokutana nayo haya ya kushambuliwa ni saizi yake, kwa sababu jaribu haliwezi kuja jaribu ambalo huwezi kuhimili nalo. Sio saizi yako. Yani kwa hiyo haya yote anayokutana nayo mheshimiwa mbunge ni saizi yake. Na haya yote yanakuja kwa sababu ya uchapaji kazi mkubwa aliyofanya kwenye mji wa Tunduma. Na Mheshimiwa Kayombo, pengine tufafanulie hapa, kwa sababu wewe ulikuwepo zama zote, ulikuwepo ukiwa Misri na hatimaye Kanani. Pengine unaposema haijapata kutokea, ukiwa una maana gani kwa Mheshimiwa Silinde? Nazungumza hivyo kwa sababu 2015 mpaka 2020 kwanza fedha ambazo tumewahi zipata kwa kupitia mbunge ambaye tulikuwa naye sasa hivi ni mwananchi wangu, yuko pale katangu, na kwa kweli ana nidhamu. Ninapomhitaji ofisini anafika kwa wakati. Wakati mwingine nakuwa bado sijafika, yeye ameshalipwa. Sana ni kijana ambaye anatambua mamlaka. Ni mwananchi wangu ambaye hana shida. Hivi yupo kwenye kata yako na mwananchi wangu. Hapo sawa kweli. Na mko jirani? Tuko jirani tu pale. Tuko mtaa mmoja mimi na yeye. Mwenyekiti wetu. Balozi mmoja. No. Mwenyekiti ni mmoja. Anaitwa Abdi Asumani Mwakapesa, alimaarufu Mzee Nkoba. Yeye ndio wananchi wake. Yes. Kwenye mambo ya serikali huku kukiwa na mkutano wa serikali ya mtaa, mimi na yeye ni wananchi wa Abdi Asumani Mwakapesa. Kwa hiyo nayazungumza haya kwa sababu 2015 mpaka 2020 fedha za mapato ya ndani ambazo tulikuwa tunafanya ukarabati kwenye shule zetu, ukipata fedha nyingi basi ujue umepata milioni 8,100,000. Na hiyo fedha ni kwa ajili ya umaliziaji. Maana wananchi tumewachangisha huko, wamejenga boma limefika usawa wa renta, ndipo tunapata hizo fedha. Kwa hiyo uone namna ambavyo mabadiliko haya ni makubwa. Lakini baada ya kupata nafasi, David Ernest Silinde alisema sitaki michango, fedha zitakazokuwa zinashuka ni fedha ambazo hata changishwa mwananchi na jengo linakamilika. Kwa hiyo yeye tunapohitaji ujenzi chumba kimoja cha darasa, basi alikuwa anashusha milioni 20. Okay. Mheshimiwa Diwani, pengine hii nayo wanasema ni kwa sababu serikali iliamua kugomea maeneo ambayo yalikuwa yanaongozwa na upinzani. Pengine ninyi sasa mnasifu neema hii kwa sababu aliyeko, na tunakumbuka ahadi ya aliyekuwa rais kwamba nipeni huyu ili muone kama mtaendelea kuteseka. Kwa ni dhahiri kwamba kipindi kile pengine mlikuwa nakula msoto kwa sababu serikali ilikuwa haitaki kushirikiana na walioongozwa na upinzani. Hapana, serikali haiko hivyo. Hii serikali ni ya Watanzania. Na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kuwahudumia wananchi wote. Kwa hiyo shida ilikuwa ni aina ya mtu ambaye tulimtuma.
Unajua wanafunzi mnaweza mkaingia wote mkaanza darasa la kwanza mpaka la 7, lakini kwenye mitihani yupo atakayeshika nafasi ya kwanza na yupo atakayeshika nafasi ya mwisho, lakini wote ni wanafunzi. Kwa sitaki kuenda sana huko, lakini najaribu kukupa picha halisi. Aina ya mbunge tuliye naye ni mbunge ambaye ni mbunifu, lakini yuko tayari kwa ajili ya Wanatunduma. Lakini ni mbunge aliyepata baraka zake, amepata kibali kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya nazungumza, nyi wenyewe mnajua kupata unaibu waziri sio ili mradi kila anayeonekana na sifa ya kuwa hivyo. Lakini sasa anakwenda kufunga miaka 5 bado yuko kwenye hiyo nafasi. Kwa ni heshima kwetu kwenye mji wa Tunduma. Lakini mbunge huyu wakati yuko naibu waziri kwenye wizara ya TAMISEMI amefanya mambo mazito sana kwenye mji wa Tunduma. Tulikuwa na kituo kimoja tu cha afya, mnaona sasa hivi ukifika Chipaka hapo hata mafua sasa hivi yameanza, anakimbia anaogopa namna ambavyo shughuli zinafanyika pale. Lakini ukienda Chiwezi, nenda Chapwa, nenda Mwakakati, nenda Mpande, hii ni kazi aliyoifanya mheshimiwa mbunge. Kujishusha kwa rais kuna mafanikio makubwa sana kwa wananchi wako. Unapoishambulia serikali hata kama jambo halijafanyika, wewe mwakilishi wa wananchi unaanza kuishambulia serikali kwamba serikali haiwezi, hakuna lolote, si chochote. Itanyamaza kimya, inasubiri utulie kwanza utambue nini maana ya uwakilishi, kwa sababu ubunge ni uwakilishi. Kule kuna serikali, kwa lazima uieleze serikali mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo huu ndio tofauti mkubwa. Tumekuwa na hivyo vituo vya afya, lakini ameleta miradi ambayo haikuwa kwenye bajeti, na niizungumze tu haraka kulingana na muda wetu. Sifa ya huyu mbunge ni mbunge ambaye amelifanya jimbo la Tunduma lipate miradi mingi mikubwa ya kihistoria. Ujenzi wa shule ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliyoko na Mole, kwa muundo wa sera na serikali ilivyokuwa imepanga, ilikuwa kila mkoa uweze kuwa na shule ya wasichana. Kwa hiyo sisi kwenye mkoa wetu wa Songwe tulikuwa tumeshapata wakati Mama Samia akiwa makamu wa rais. Iko Miunga shule ya wasichana, ile iko ndani ya mkoa wa Songwe. Tulikuwa hatuna sifa ya kupata tena hiyo tuliyoijenga sasa hivi na Mole. Lakini ushawishi wake, unyenyekevu wake, mbunge huyu ametupa heshima kubwa. Akaongezewa na shule nyingine, ndio hilo tumelipiga hapo. Palikuwa na msitu mzito, lakini sasa hivi pale sio kienda Ulaya. Hizo ndo sifa za mbunge. Lakini mbunge huyu, mji huu wa Tunduma ni mji, sio manispaa wala sio jiji. Ameuingiza huu mji kwenye mpango wa taktiki. Kuhakikisha tunakuwa na barabara za mitaa zenye lami na mataa yake. Ni ushawishi aliyokuwa nao. Kwa sisi tumeingia, ingawaje tunasubiri sasa kota yetu ikishafika tunaletewa hizo fedha kuhakikisha nyumba za watu tulizokuwa tumevunja basi zinakuwa katika hali nzuri, kuhakikisha tunapata barabara bora. Huo ni mradi wa pili. Mradi wa tatu, mheshimiwa mbunge, haya masoko ya machinga yako kwenye majiji na manispaa, na mimi nilipelekwa Dodoma kwenda kujifunza, kwenda kuona namna ambavyo wenzetu wamepewa zile fedha na ambavyo wameweza kuzitumia. Lakini bado kwenye halmashauri ya mji Silinda ameiingiza hii, tumepata fedha kiasi ambacho kiliingia na fedha zingine tunazisubiri ili tujenge soko la machinga lenye thamani ya bilioni 6. Wewe unasemeje? Yani unambeza mtu wa aina hiyo, unamtaka nani? Lakini si hilo, amesababisha kwenye mji wa Tunduma kupandisha hadhi shule ambazo zilikuwa mwisho kidato cha kwanza na cha 4. Sasa kidato cha kwanza mpaka cha 6. Nenda pale Chapwa sekondari, sasa hivi mambo yako safi kabisa. Lakini nenda Jakaya, unaona namna ambavyo jitihada kubwa amezifanya. Lakini ameshusha mahela maporomoko kwa mheshimiwa diwani Zambwe, kijana mdogo kuliko wote, kijana mchapakazi, kijana mahiri sana. Unaposhuka unataka kwenda Sogea, utaangalia tu mkono wa kushoto unavoshuka kwenda kule.
Kile sio chuo, ni shule. Ni namna ambavyo mbunge wetu anavyojipambanua. Haya mambo yanaonekana. Lakini alivyohamishiwa kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ametuletea soko zuri kabisa nyanda za juu kusini. Soko linajengwa pale Chapwa. Soko lenye thamani ya bilioni 3.6. Unataka nini baba? Unamtaka mwakilishi wa aina gani? Kwa hiyo haya yote yamefanyika kwenye mji wa Tunduma. Na ndio kwa maana baadhi ya watu wanaibuka wanasema hapana, hapa nilipaswa niwe mimi niwe mbunge. Yanafanyika kwa sababu amefanya kazi kubwa kwenye jimbo letu kwa muda mchache sana. Ni mtu ambaye sisi tunajivunia. Lakini ametushauri sana tunapokutana naye kwenye vikao vya madiwani, anasema lazima tuwe na mitazamo mikubwa sana. Tulipokuwa tunaingia, mimi nilipokuwa naliacha lile baraza 2015 kwenda 20, makusanyo ilikuwa ni bilioni 4.6. 20 mpaka leo hii ninavyokuzungumzia hivi, yani tunatarajia bajeti tuliyoipitisha juzi zaidi ya bilioni 20. Sasa wewe unataka nini rafiki yangu? Sawa, na hongera sana mheshimiwa kwa mafanikio hayo, na pia wananchi. Yote haya pengine anayozungumza mheshimiwa ni faida kwa wananchi. Yanayotajwa haya mabii na mabii ambayo tunayasikia mheshimiwa diwani, wananchi wanachokitamani zaidi si msisimko wa mabii, lakini ni yaakisi maisha yao halisi. Pengine fedha hizi kwa unavyosema, tukitazama kata yako ya Uwanjani, ni dhahiri kwamba fedha hizi zimegusa kipaumbele cha wananchi wako. Yes, imegusa kwa 100%. Kwa sababu kwa nini nasema imegusa? Nimetoa mifano hapa. Wale wote waliofanikiwa kuingiza maji kwenye nyumba zao kupitia mradi wa maji wanapata maji muda wote. Wale ambao wamepeleka watoto sekondari ya Uwanjani ni mashuhuda. Wanaona kabisa watoto wanatoka eneo rafiki la kusoma. Sasa kwenye mazingira hayo, mimi nasema wananchi wangu fedha hizi zimewagusa kwa 100%. Okay. Naam. Asante sana. Na mheshimiwa, tulikuwa mara kadhaa tumekuwa tukizungumza kwa ujumla wake, lakini pia tumekuwa tukitumia baadhi ya clip hapa, ni kuhusu namna ambavyo Tunduma inatazamwa na imetambulishwa huko nje ni boda ya wajanja, moja ya eneo ambalo watu wanatamani kuja. Lakini kuna jambo moja tu la taka, unakuta pale roundabout kwenda Zambia pana lundo la taka. Hivyo kumekuwa na changamoto kidogo kwenye swala la taka. Nakumbuka kwenye moja ya kikao chenu cha baraza tulimsikia, nafikiri ni mkurugenzi, aliahidi mbele zenu na mbele za wananchi kwamba sasa hivi wanataka kuingia pengine mkataba na kandarasi ambayo itakuwa na uwezo wa kuweka hata vile zile dustbin kwenye maeneo ya mikusanyiko na hata barabarani, ili kuendelea kutunza mji wetu. Lakini pia tuliwahi kuwa na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri hii ya mji Tunduma ambaye ni diwani pale kata ya Mwakakati, mheshimiwa Ayubu Mlimba. Moja ya mapendekezo yake na ambacho hajakubaliana nacho mpaka sasa ni kuendelea kuona makusanyo ya taka na kuwa sehemu ya mapato ya halmashauri, akisema hiki kinakwaza pengine ufanisi kwenye kukusanya taka. Tutazame kata ya Uwanjani kwenye eneo la usafi wa mazingira na namna ambavyo pengine viongozi walio chini yako wanavyokusaidia kuhakikisha kwamba kata ile inaendelea kuibeba sifa hii ambayo umetoka kuhitaji. Naam, nikushukuru sana. Na uzuri kata ya Uwanjani haiko mbali na kata hii. Hizi ni kata pacha. Wakati mwingine mjaribu tukupita, msiamini tu kile tunachokizungumza. Takataka Uwanjani hautazikuta, ili mradi kama wamezipeleka kwenye kile kituo ambacho tumeshakubaliana. Okay. Takataka zinazolewa kwa wakati, na leo ni Jumatano. Ni siku ya kupeleka taka. Pita jioni pale, ukiona bado kuna takataka, basi yule mzoa taka amekutwa na changamoto yoyote, lakini ameshatoa taarifa. Lakini utakapopita kesho Alhamisi hautozikuta. Kwa hiyo haya ni makubaliano na ni namna ambavyo tumetoa elimu kwa wananchi wetu. Issue ya takataka kwenye mji wa Tunduma, wanapozungumza wananchi wala wakosei. Tuna changamoto hiyo. Bado hili jambo hatujalitekeleza kwa 100%. Na hii yote ni kwa namna ya miundombinu ya barabara kwenye mji wetu wa Tunduma. Kwa hiyo na kwa kuwa sisi kwenye vikao vyetu tumeshakubaliana kuhakikisha tunakwenda kununua sasa mitambo ya kutengeneza barabara.
kurahisisha hata tukinunua zile gari kubwa yenye uwezo wa kupita zikakuta zile dustbin na zikabebwa zikaenda kupeleka dampo, itatusaidia sana. Lakini sasa hivi tuvumiliane, hii hali tumeiona, lakini tutapambana kuhakikisha kwenye barabara kuu, maeneo ambayo gari ya halmashauri ina uwezo wa kupita masaa yote, basi takataka zisicheleweshwe kwa namna yoyote ile. Ila uzalishaji ni mkubwa sana kwa sababu ni eneo la kibiashara pia. Asante. Na swali lako tena? Yeah, mimi kwa sababu amezungumzia kiujumla na amegusa shule ya sekondari kule ya Samia kule, lakini amegusa sasa kwenye nitaka nikuulizie swali lako kwenye taka kabla hajatoka. Sawa. Swali lake mara nyingi anasema yes, hata wanaozoa lakini unakuta wanasambaza tena barabarani. Yeah. Mheshimiwa, wewe ni mjumbe ama ni miongoni mwa ni mbunge kwenye bunge letu la mji, pengine kumeshindikana kabisa kutafuta zile wavu za wale wazoaji ili kufunika zile taka wanapokuwa wamezizoa, ili wasiendelee na wao kwa sehemu ya kuzisambaza tena barabarani. Unakuta kweli wamezoa lakini wanazisambaza barabarani wakati gari la kwenda kutupa dampo. Sijui pengine hili ninyi viongozi hamjaliona na kuona suluhu kwenye hili labda, au ni tatizo dogo? No, hapana, hakuna. Sio tatizo dogo. Kwanza ni kero sana. Unazitoa takataka sehemu fulani, alafu unapofika kwenye matuta zile takataka zinabaki eneo lile. Kwa hiyo ile haikubariki, na tulitoa maelekezo kama wakilishi wa wananchi kwa mkuu wa division kumweleza kwamba hakikishe kila watakapokuwa wamezoa zile taka ile gari ivalishwe nyavu ili takataka zisidondoke. Sasa wacha na mimi nilichukue hili kwamba kama hilo jambo bado linaonekana halijatibika, kwa sababu kwanza cost yake ni ndogo sana. Kwa ni kitu ambacho tutamkumbusha mkuu wa division ili jambo alichukulie kwa uzito mkubwa, ahakikishe zile takataka zinasitiliwa vizuri mpaka zipelekwe kwenye eneo husika kuliko hii biashara kudondosha njiani. Asante sana msikilizaji, tuko na Mheshimiwa Diwani Quintin Kayombo, diwani wa kata ya Uwanjani, tukizungumza juu ya maendeleo katika kata hiyo ya Uwanjani na miradi ya kimkakati ambayo inaendelea kutekelezwa pale, na namna ambavyo serikali imekunjua mkono kuhakikisha kwamba wananchi wa kata hiyo wananufaika na uongozi uliopo pamoja na mapato ambayo yanapatikana katika mji wa Tunduma na kwenye kata yao. Karibu sana tena. Sawa, mimi nilikuwa nataka nizungumze na diwani huyo kuhusiana na barabara ambazo za mitaa, mji wa Tunduma. Amezungumzia miradi sehemu mbalimbali, amezungumzia kule Jakaya, basi sio mbaya. Na mimi sasa salamu hizi akasipeleka kwa mbunge kuhusiana na barabara za watu ambazo wanalalamikia za mji wa Tunduma. Mfano barabara ya kutoka hapo ulipoanza kutengeneza kuelekea Mwakabwanga, barabara hii imekuwa ikilalamikiwa sana, na umesema miradi mikubwa sana imefanyika, lakini bado barabara nyingi za mitaa za mji wa Tunduma hazijatekelezeka, na kilio kikubwa kwa wanatunduma ni barabara na maji. Kwa hiyo hilo nadhani kama hutakuwa na uwezo nao kujibu, lakini tupelekee kwa mbunge, kwa sababu kwanza umeleta sifa zake na sisi basi tunataka ulipeleke hili ili aweze kulifanyia kazi hilo, ikiwa yeye yupo huko juu na kwa unyenyekevu mkubwa. Na sisi wanatunduma tunahitaji barabara, anaiona barabara za mji wa Tunduma ambavyo kuna jamu, kuna nini, kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa naendelea na kupelekea ajali pia katika mji wetu wa Tunduma. Nikushukuru sana Teddy, na niseme tu kwamba majibu hapa yapo. Majibu yapo, na wananchi wangu wawe na imani tu kubwa. Barabara ya kutoka hapa Makambini, kwa maana opposite na Mwakabenga, kwenda mpaka Mwakabwangazi, ile barabara mpaka sasa hivi kile kipande cha kutoka hapa mpaka kwenye ile transformer unapokwenda njia panda kwenda Chiwezi, kile kipande muda si mrefu mkandarasi anatangazwa kwa ajili ya kutengeneza kwa kiwango cha lami. Lakini kipande cha kutoka Mwakabwangazi mpaka pale halmashauri tunasubiri utaratibu wa hizo fedha za tactic, ndizo zinazokwenda kukamilisha hiyo barabara yote kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitaachwa kwenye mji wa Tunduma. Lakini pia kwa nini nimesema mafanikio yote haya, unafahamu namna Tunduma ilivyokuwa na mpaka sasa. Kwa tuendelee tu kuwaombea viongozi wetu, na Mheshimiwa Rais tunaendelea kumuomba kwamba aendelee kusukuma zile fedha, kwa sababu ni fedha ambazo tayari zishatengwa. Kwa muda si mrefu zikishafika mtaona shughuli zinaendelea. Na kwa population ya mji wa Tunduma ni moja barabara ambayo inaweza kutusaidia sana kupunguza
jamu tulionayo kule. Lakini umesema kilio ni barabara na maji. Issue ya maji mpaka dakika hii, kwanza kabisa tumeshapokea fedha zaidi ya bilioni 38 kuanza mradi wa maji kutoa Momba kuleta Tunduma. Ni mradi mkubwa. Kwa hiyo nafikiri wakishamaliza taratibu za bungeni, waziri wa maji Juma Heche Aweso pamoja na Mwigulu Nchemba watakuwepo kwenye mji wa Tunduma wakiongozwa na mwenyeji wao David Ernest Sirinde kuja kusaini mkataba ambao sasa utapelekea zile shughuli za awali zianze. Na tanki hilo linajengwa kata ya Uwanjani. Tanki lenye ujazo wa lita milioni 21. Alala. Alafu unaleta za kuleta huko wewe. Shughuli iko na wanaume mzee. Watu wanafanya kazi. Hongereni sana. Mheshimiwa, tumetoka kwenye uchaguzi, nafikiri ni mwaka jana, wa viongozi wa serikali zetu za mitaa. Na moja ya minong'ono ni kwamba ushindi wa mezani kinatajwa kitu kama hicho, na watu wakihofia kwamba yumkini watapata upinzani mkubwa sana kwenye kutekeleza majukumu yao. Wewe ni diwani na ndiye kiongozi wao kwenye Kamaka Ward C. Pengine mpaka sasa baada ya kuingia madarakani kuna shida yoyote kukosa ushirikiano kutoka wananchi kama ilivyokuwa ikidaiwa kwamba wamepata ushindi wa mezani kwa maana ya kupitishwa tu pasipo kuwa chaguo la wananchi? Tuthibitishie hapo. Kwanza ni maneno ya mkosaji. Unajua ukishakosa kitu ulichokitarajia lazima utatafuta lugha ya kuzungumza. Kwani wewe hujaisikia ule msemo wa sungura ameruka anaziona kabisa zimewiva. Lakini anapokuwa amezikosa moja kwa moja anaporudi anasema kwanza mbichi. Uchaguzi ni namba. Uchaguzi ni hesabu mzee. Watu waliingia na walikuwa na mawakala wao na uchaguzi ulifanyika. Kata yangu ya Uwanjani mitaa 3 uchaguzi ulifanyika. Mtaa mmoja utaratibu wa uchaguzi uko wazi kwamba yule mgombea alikosa vigezo. Lakini mimi pale na mitaa 4, mitaa 3 uchaguzi ulifanyika. Sasa unasemeje? Yaani unajua watu hawa wanatunduma, hawa wana akili sana. Wakati mwingine unaweza kuona wako kimya lakini wanakusubiria unaposema na wewe unataka, wakati ulikuwa na nafasi hiyo hukufanya hayo. Wamekuja wenzio wamepiga mzigo, kazi inaonekana, alafu leo unapokuja wewe unafikiri watu watakuwa na mpango na wewe. Migogoro sometimes haileti maendeleo kwa hali yoyote ile. Kwa mimi niseme tu wenye viti wanaendelea na kazi kwenye maeneo yote na wananchi wote wanahudumiwa. Wakiwa na shida wanafika ofisini wanamkuta mwenyekiti yule. Unajua mambo ya kutoa matamko alafu shida ikaja kesho utafuta kimya wewe mwenyewe kwa sababu unataka huduma, kwa sababu hatuna serikali mbili hapa. Kwa hiyo wewe mheshimiwa hujapata changamoto yote, labda malalamiko yote kutoka kwa mwenyekiti kwamba mheshimiwa mimi nimeshindwa kuhudumia wananchi kwa sababu wanasema hawakunichagua, sio chaguo lao? Yaani sasa hivi haiwezi kutokea kwa sababu watu waliingia. Changamoto ilikuwa 2019. 2019 wenye viti hao wamefanya kazi mpaka uchaguzi huu umeitishwa tena, lakini walipita bila kupingwa 2019 kama inavyozungumzwa. Mmeona maendeleo? Yaani unapoizungumzia kata ya Uwanjani mambo yamefanyika, si ni pamoja na wenye viti? Wale ni wajumbe wangu kwenye mikakati ya ODC, mimi nikiwa mwenyekiti wao. Nimefanya kazi nao, watu maendeleo, wameomba tena, wamerudi, wamepata nafasi. Nani atasema kwamba huyu alipita bila kupingwa wakati watu waliingia kwenye boksi? Wamepigwa kwenye boksi kwa sababu ya kazi zinazoonekana. Hongera sana. Na msikilizaji, tuko mwishoni na mheshimiwa hapa, bila shaka umesikia mambo kadha wa kadha ambayo ameyazungumza hapa. Hivi karibuni, ni kama sio Jumamosi, nakumbuka mheshimiwa mbunge uliotoka kumwaga sifa zake hapa alipata nafasi ya kuzungumza. Moja ya kauli yake ni kuwataka wale wanaotamani jimbo hili, akasema wajipime na wakiona wanaweza waje alafu tuwanyoshe. Na kwa sababu hiyo turudi kwako, pengine pamoja na maendeleo hayo makubwa, lakini tupo ambao tunatamani kata ya Uwanjani bwana, ile kwa kweli Quintini bado sana, yani angefanya hivi, lakini sasa tuende sisi tukafanye. Pengine wewe unatupa ujumbe gani? Tuje ama mimi nawakaribisha na kugombea ni haki ya kila mmoja. Lakini lugha alikuwa amezungumza mheshimiwa mbunge alikuwa anamaanisha. Unajua Sirinde
ndiye aliyekuwa amechukua jimbo hili kwa Chama cha Mapinduzi 2010. Alilichukua yeye kuwa mbunge wa upinzani 2010. 2015 akaenda bondeni akamwachia huyu mwananchi wangu jimbo hili. 2020 amerudi, amelichukua yeye mwenyewe aliyokuwa amelinyang'anya CCM, amelirudisha CCM. Sasa anakoseje kuzungumza mambo hayo? Lakini ana uhakika na anachokifanya kwa kazi hizi alizozifanya. Wewe unambeza huyo mtu, unataka nini? Lakini naamini wanatunduma wote wana imani kubwa sana na David Ernest Silinde, sio kwa sura yake, kwa kazi. Mtoto wa watu wamefanya kazi. Kwa hiyo hawa wanaosema hafai, tuendelee tu kuwaombea. Unajua shetani anapitia watu. Shetani ni muharibifu. Lililo jema anasema baya. Kwa hiyo anaweza kawatumia watu, hata watu wa karibu sana wanaweza wakasema, lakini tunaamini katika Bwana kwa nia aliyonayo David Ernest Silinde. Hapana, tuendelee kumuombea. Ni kijana mahiri kabisa mwenye uwezo wa kufanya kazi, na anakuja kwenye mji wa Tunduma. Anakuja sasa hivi, yuko kwenye ziara na Mheshimiwa Rais, wako mkoa wa Tanga huko. Kwa hiyo anakuja hapa Tunduma, atakuwepo takriban siku 7. Kwa watu watakutana nao, watazungumza nao. Hana nongwa, mtoto wa watu. Sawa, mwananchi wako akifanya vizuri ni vibaya kumsifia au kumtaja? Hapana, ni maana umekuwa ukisema mwananchi, na mwananchi huyu kumbuka alikuwa mbunge miaka kadhaa na kuna mazuri aliyoifanya. Sidhani kama ni dhambi na yenyewe ukisema kwamba kwenye hili mwananchi wangu alifanya vizuri, lakini kwa mwananchi wangu huyu ni fulani, au ni dhambi? Na sio dhambi, na ana sifa zake na yeye. Alifanya vizuri kipindi kile cha nyuma kutuambia tuandamane, tuliandamana. Alafu jambo la pili alisema tumkatae DC na tukawekwa lockdown mwaka mzima. Ni moja ya kazi alizokuwa amezifanya, naye ni sifa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo basi inatosha. Umetosha sifa? Inatosha. kuwa mpaka kufikia hizo bilioni mpaka 20. Yes, ni miongoni mwa hayo. Lakini pengine tunamtaja huyu mheshimiwa ni kiongozi mkubwa kwa upande wa chama chako cha zamani. Sasa hivi ni makamu mwenyekiti wa Chadema kwa kanda hii ya Nyasa, na moja ya mambo ambayo hivi sasa ni kuandaa kwenda kwenye uchaguzi. Lakini tukisikia wakiwa na kauli hiyo ya no reform no election, kwa maana kwamba bado wanawatazama ninyi CCM mkiwa na ninyi miongoni mwa watu wanaonyosha kidole kwamba mlinunuliwa kipindi hicho, kwa wanatamani kuona uchaguzi ujao hakuna tena kununuliwa watu wao mtoshe ninyi ambao kipindi hicho mlinunuliwa, na kuwe na uchaguzi ambao ni fair election. Pengine kwa kumalizia kauli hii, pengine kwa upande wako wewe ukiwa mwanasiasa sasa, unaona inatija kwamba pengine kwa katiba tulionayo ya uchaguzi, katiba iliyopo lakini pia na kanuni za uchaguzi hazitoshi kutupeleka kwenye uchaguzi huo kama ambavyo wanadai? Na kwanza nikushukuru sana. 2015 kwenye jimbo la Tunduma kwa kupitia katiba hii, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ilishinda kata 14 kati ya kata 15. Kwani ilitumika katiba gani? Ni katiba hii iliyopo. Leo unasemeje hii haifai? Na kufanya maboresho ni kitu cha kawaida. Hata ukijenga nyumba, wakati mwingine unagundua hii rangi imepauka, wacha nitumie rangi hii nyingine. Lakini haina maana kwamba ile nyumba inavuja. Kwa hiyo katiba iliyotumika 2015 na miaka mingine hiyo ya nyuma iliyotoa ushindi kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baada ya kupata nafasi ile, kazi walizozifanya ndizo wananchi wameamua kubadilisha, kwamba la tulijua watatufikisha hapa, kumbe hawawezi. Kwa hiyo wao sasa wamekuwa na tafsiri hiyo kwamba hapana, katiba mbaya. Kwa hiyo mimi nikuachie tu homework hiyo kwamba 2015 mlishinda kwa katiba ipi, na sasa ni katiba ipi ambayo ipo. Kwa hizo ni story tu, lakini uchaguzi
utakwenda, kila chama kitapeleka wagombea wake. Lakini ukishaona unayekwenda kukutana naye kwa kweli kilo zake haziendani na zako, utarudi tu nyuma, alafu utasema pale nimeona tu pale kuna baadhi ya mambo hayajakaa sawa, kwa mimi nimeamua tu kuacha. Na nikwambie, wakati tuko kule upinzani tulikuwa tumeaminishana hivi, hata eneo utapalokuwa umeshindwa kiuhalali useme wameiba, unatoa kodi, kuondoa dhana ya wanachama wetu huko wasitafsiri kwamba sisi ni watu wa kushindwa, kwamba hukuwa na mvuto. Kwa hiyo ni muda wote useme hivyo kwamba CCM wezi. Natoboa siri mheshimiwa. Sasa hakuna namna sasa tufanyeje sasa? Kwa hapo ukitaka kodi nyingine usubiri mheshimiwa Kayombo akihamia tena huko. Au akitoka hapa Wapi tena kwenda huko. Kwani nani yuko wapi? Msigwa yuko wapi? Msigwa nafikiri sasa hivi atakuwa yuko Iringa huko. Aha, sawa, lakini kwenye chama yuko wapi? Unajua sababu za mtu kuhama ziko nyingi sana. Na lugha hapa imetumika kwamba watu walinunuliwa. Hakuna biashara ya utumwa kwenye taifa hili. Zile ni lugha tu za kejeli. Yaani mtu wakati mwingine wewe fikiria hiki chama hapa, si mko Tunduma hapa. Onyesha toka kilivyoanza, wapi ofisi yao iko wapi? Ofisi ya chama iko wapi? Au wana uwanja wapi? Tumulike hapo, si wamepanga kwenye reserve ya barabara hapo, ofisi yao hapo pale wamepanga mama. Au unataka wanunue? Yani unajua chama kinachojipambanua lazima uweke misingi inayoonekana. Sasa wewe jiulize, unajua vitu vingine hivi watu wanaokopa. Yani mimi Msigwa najua ananifurahisha sana kauli yake moja alivyokuwa kule. Kaja kuona mashamba ya umwagiliaji huko sema. Sasa hizo ni wanasiasa, huwezi kuwazuia kwa wakati ule. Sasa, hata hivyo najaribu sasa Kayombo wakati yupo kule. Yeye alisemaje kuhusu huko? Sikumbuki kauli yake, lakini sasa ndo maana tunasema Kayombo huko katoa kodi. Akitaka kwenda kule tena susubiri kodi nyingine ya huko wanasema. Mimi namkumbuka Kayombo na moja vitu tumekuwa tukivipokea hapa, wanasema kapoa sana. Ukimlinganisha na Kayombo yule wa kule. Sasa tulitaka pia tuthibitishie hapa, huku kidogo kuna discipline, yani ukina nini unapigwa rungu, au huku imekuwaje? Umepoa Kayombo? Hakuna lungu lolote. Huku iki chama kinaendeshwa kwa maadili sana. Kiongozi unayekuwa umekula kiapo, umepata dhamana, lazima uwe na nidhamu. Lakini ufanye yale ambayo chama kimekuelekeza, yani kwa maana ya utekelezaji wa ilani, kawahudumie wananchi. Unapigeje kelele? Yani mimi nimepewa kiti nimekaa na kwenda kwenye bunge letu halmashauri ya mji wa Tunduma, napeleka maoni ya wananchi, yanapokelewa, serikali inatekeleza. Mimi napiga kelele za nini? Yani kabisa Teddy, umekaa jikoni mama, kila viungo vyote viko pale, unaanza kupiga kelele. Unapiga kelele nani? Badala ya kuandaa chakula, chumvi hamna, unamdai nani? Nipoe kwa sababu zipi? Mimi nakwenda kwenye hoja za msingi. Mimi niko kuchapa kazi kwenye kata yangu. Kwa hiyo unasema una raha, una furaha huko uliko. Hapa unavyoniona hivi. Tabu yote tuliyokutana nayo zungushe tuliisha. Basi watazungusha mpaka lini ndugu yangu? Yaani sasa hivi ni utulivu wa kutosha na kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo sasa hivi ni dole tu. Hamna kuzungusha. Nataka kukunja ngumi. Unakunja ngumi. Tunapambana. Sawa, mheshimiwa, sisi tukushukuru sana kwa kukubali kuja na kuzungumza na wananchi wa kata ya Uwanjani, lakini pia wanatunduma kwa ujumla wake na wanasongwe, kwa sababu pia ni moja wanasiasa mahiri ambao unafahamika kwenye ulimwengu ama kwenye ramani za siasa za nchi hii. Kwa kumalizia mazungumzo yetu, neno lako la mwisho kwa wananchi lakini pia kwa wanasiasa kuhakikisha kwamba Tunduma inaendelea kuwa kimbilio, tufute zile kumbukumbu mbaya kwamba Tunduma kinawaka ama kinanuka. Na kushukuru sana. Kwanza kabisa niwashukuru sana madiwani wenzangu wote 20, kwa sababu haya mafanikio ninayoyazungumza ni vikao vya pamoja.
tukiongozwa na mwenyekiti wetu Ayubu Hitilani Mlimba, kwa sababu yule ndio kilanja wetu. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana madiwani wenzangu wote kwenye mji wa Tunduma kwa namna ambavyo kwa kweli tumejitoa kuhakikisha tunawatumikia wananchi. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo tumekwenda ndivyo sivyo, ni binadamu, tushauriwe, lakini nia ni kuwatumikia wananchi wa mji wa Tunduma. Lakini niwashukuru sana wananchi wangu wa kata ya Uwanjani. Kwa kweli wamenipa ushirikiano mkubwa sana. Wamenipa ushirikiano mkubwa kuhakikisha tunafanya kazi bila bugza ya aina yeyote. Na nafikiri nyinyi mnashuhudia mikutano ninayoifanya kwenye kata yangu ya Uwanjani, namna watu wanavyojitokeza. Ile ni ishara tosha tu kwamba watu wanasikia sauti ya kiongozi wao. Niwashukuru sana wenye viti wangu. Lakini nimshukuru sana mwenyekiti wa chama wilaya ya Momba. Huyu mwenyekiti huyu bwana, ukimtazama kwa sura yake, kwa namna alivyo na kazi anazozifanya, vitu vile tofauti. Yani yuko kikazi zaidi, alafu anafanya kazi kimya kimya, hana kelele. Bwana huyu mwenyekiti wangu huyu Sylvester Ruida Mapembero wawene ndeti binamu ameifanya Tunduma itulie tuli. Ameifanya Momba iwe na utulivu kwa sababu yeye amekaa kwenye misingi ya uongozi. Lakini tumepata katibu wa wilaya, katibu mahiri mno. Yani tunapomuita jina la Putini tunamaanisha ni mzee wa kazi. Hana story na mtu, yeye anachoangalia ilani ya chama inatekelezeka. Kwa hiyo wamekuwa wakitusimamia, wakitushauri, hatimaye unaona tumefikia hatua hii. Lakini nimshukuru sana dadangu mkurugenzi wetu kipenzi kabisa cha Ulembo kwa namna ambavyo ametoa ushirikiano kwa kata zote. Kwanza ni mkurugenzi anayefikika. Ukizungumza naye anakusikiliza, eneo analopaswa yeye kushauri anashauri. Na hatimaye unaona utulivu huu wa mji wa Tunduma, kwa sababu usipomzungumzia mkurugenzi bado huwezi kufanya jambo lolote kwa maana ya utekelezaji wa hii miradi. Mimi Mheshimiwa Diwani Kayombo, mimi sio engineer. Yani sina utaalamu wowote, mimi ni mwakilishi wa wananchi. Kwa hiyo wale mainjinia, walimu wote wako chini ya ofisi ya mkurugenzi. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa jitihada kubwa hii ambayo inaendelea. Lakini jambo jingine ni wanatunduma, tujitahidi kuendelea kufanya usafi kwenye maeneo yetu. Kuna lipuko kinaendelea kwenye mji wetu wa Tunduma. Kwa hiyo tujitahidi kila mtu kwenye eneo lake hakikishe eneo linakuwa salama, lakini tuhakikishe tunanawa mikono kwa maji tiririka ili tuweze kutunza afya zetu vizuri. Mwisho, Mheshimiwa Mbunge, karibu jimbo la Tunduma baba. David Ernest Silinde, njoo kutana na wananchi, njoo kutana nao, zungumza nao, maana tunaamini siku tutakaposaini mkataba wa maji. Na mimi hapa sasa hivi unaona nimeshika hii kablasha. Hii kablasha naelekea kwenye kikao cha maji. Mimi ni miongoni kati ya madiwani walioteuliwa na waziri wa maji kuwa mjumbe wa bodi ya maji kwenye mji wa Tunduma mpaka 2027. Leo nina kikao huko, naelekea kujadiliana kuhusiana na maji haya na hivyo visima tulivyoa huko. Yote hapo ulipo na baraka na mafuta kabisa ya na kwa yake ya uteuzi wake. Kwa hiyo mimi ni mjumbe na ni makamu mwenyekiti wa bodi hiyo, hivi unavyozungumza na mimi hapa. Kwa hiyo usinichukue